One on One with Charles William. Karibu kwenye One on One kupitia Wasafi TV. Mimi ni Charles William. Siku ya leo kupitia One on One tunapata nafasi ya kuzungumza na mstahiki meya wa manispaa ya Temeke, Abdalla Mtinika. Na hapa tutapata nafasi ya kujadili masuala mbalimbali yanayohusu uendeshaji wa serikali kwenye mfumo wa ugatuzi wa madaraka kutoka serikali kuu kuja kwenye tawala za mikoa na serikali za mitaa. Lakini pia tutapata nafasi ya kuzungumza kwa kina kuhusiana na utatuzi wa changamoto za wananchi kupitia serikali za mitaa, kwa maana ya mikoa, wilaya pamoja na kata, kushuka chini kabisa mpaka kwenye vitongoji. Karibu sana Mtinika, na habari za Temeke? Habari za Temeke ndugu yangu Charles William ni nzuri. Temeke tuko salama na nimefurahi kukuona leo mwana mahojiano nguli kabisa katika nchi yetu ya Tanzania. Nashukuru sana, na labda tuanze kwa kupata dondoo kidogo kwenye miaka mitano ambao umehudumu kama meya wa manispaa ya Temeke. Ni yapi ambayo unaweza kusema kwamba haya ni mambo yaliyofanyika na tumepiga hatua kwa miaka mitano iliyopita? Kwa halmashauri ya manispaa ya Temeke yenye madiwani 36 na mimi nikiwa kiongozi wao, halmashauri ni muunganiko wa madiwani pamoja na management. Kwa kipindi cha miaka mitano ambacho mimi nimekuwa kiongozi wa manispaa hiyo, tumefanikiwa katika mambo mengi. Tumefanikiwa katika kuboresha huduma na kukusanya mapato. Kwa mfano, tulipoingia tulikuwa katika mapato ya bilioni 20 lakini sasa hivi kwa mfano katika mwaka huu wa fedha huu wa mwisho tulionao, halmashauri ya manispaa Temeke tunaiacha ikiwa na malengo ya kukusanya bilioni 53. Kwa hiyo na hata sasa tunapozungumza kwa halmashauri za Dar es Salaam, halmashauri ya manispaa Temeke imeshavuka lengo la makusanyo ya zaidi ya 100% ya hiyo bilioni ya 53. Kwa hiyo makusanyo ni makubwa, ni alama tumeiacha, lakini pia utekelezaji wa miradi tumeufanya kwa kiasi kikubwa. Tumejenga mahospitali katika majimbo na kata mbalimbali, tumejenga barabara, lakini pia hata mfumo wa halmashauri katika kuhudumia watu tumeuboresha. Tulikuta halmashauri mtu anapotaka leseni ya biashara, hata kama anakaa Mbande kule Chamazi, lazima aje huku Uwanja wa Taifa katika ofisi za manispaa ili aweze kupata leseni. Lakini kwa sasa tumegatua madaraka kutengeneza kwa Kiingereza inaitwa clusters au halmashauri ndogo 6 kwa manispaa ya Temeke. Tunayo cluster kule Chamazi, ipo hapa Mbagala, Kijichi, Niburani, Buza na Chang'ombe. Kwa hiyo lengo letu ni watu kule wanakofika wanapata huduma zile ambazo zilikuwa zikipatikana katika manispaa ya Temeke. Kwa hiyo manispaa ya Temeke inasonga, na hata kutokana na hilo ndio watu wanaona mafanikio ya kimapato ambayo tumeyapata. Labda tukae kidogo hapo kwenye miradi iliyotekelezwa kwa kutumia haya mapato ya halmashauri, lakini pia mapato ambayo yanashuka kutoka serikali kuu. Ni miradi ipi ambayo ndani ya Temeke unaweza kusema hii ni miradi iliyokamilika kwa kipindi hiki cha miaka mitano? Tunayo miradi mingi sana mikubwa. Tumetengeneza hospitali ya Mbagala rangi 3, ni hospitali ya ghorofa 6 ambayo mpaka sasa tunaiacha ikiwa katika 90% za ujenzi wake. Lakini pia tunazo shule mbalimbali za mfano za ghorofa katika wilaya yetu ya Temeke. Zilikuwa ni wazogeni kuwa na kitu kama hicho, lakini kwa sasa ni kitu cha kawaida. Tunayo shule kule Chamazi, tunayo shule kule Buza, ni za ghorofa na ni shule za kisasa zaidi. Lakini pia tumeboresha huduma katika kuboresha masoko. Mfano tunalo soko la kisasa la Zakiem, lakini pia tumeyakarabati baadhi ya masoko ambayo yalikuwa yamechoka. Lakini zipo barabara za zege tumezijenga katika maeneo mbalimbali. Mfano ukienda pale kata ya Kibonde Maji, ukianzia hapa Zakiem ukipita katikati mpaka kutoka kule viwanda vya Rasta, utatembea katika barabara za zege. Na miradi mingi sana ambayo kama nitaamua kuitaja moja, yawezekana kipindi chote hiki tukazungumzia tu
mambo ambayo tumeyafanya kwa manispaa ya Temeke. Tumeacha miradi mingi ya kihistoria, tumeacha makusanyo ya kihistoria, na tumeacha utendaji wa kihistoria uliogatua madaraka ya halmashauri na kuyasogeza kwa wananchi. Serikali ya awamu ya 5 ilipoingia madarakani ilifanya mabadiliko makubwa kwenye uendeshaji wa serikali za mitaa, kwa maana kwamba vyanzo vingi vya mapato ambavyo vilikuwa vinakusanywa chini vilichukuliwa kwenda serikali kuu, na mpaka sasa hivi nadhani mfumo huo umebaki kuendelea kuwa hivyo hivyo. Hili limekuwa na athari chanya au hasi kiasi gani kwenu mkiwa mnasimamia uendeshaji wa serikali za mitaa? Kweli katika uongozi wa serikali za mitaa kwa sasa nina miaka 10. Nimehudumu katika nafasi mbalimbali kwa halmashauri mbalimbali, ikiwepo halmashauri ya jiji kwa vyeo mbalimbali, lakini pia halmashauri ya manispaa ya Temeke. Kwa hiyo kama ingekuwa ni elimu katika miaka yangu 10 hii, ningeweza kusema naweza kuwa na masters au ni degree ya falsafa, kwa maana ya muda niliohudumu katika local government. Serikali kuu, kama unavyojua katiba yetu ina serikali kuu na serikali za mitaa, na lolote linalofanyika linakuwa na maana njema na maana nzuri. Kwa mfano, kweli tulikuwa na madaraka katika serikali za mitaa yakahama kwenda katika serikali kuu. Siwezi kusema ni tatizo, kwa sababu kila jambo kwa walioamua waliweza kuwa na mawazo mazuri, lakini matokeo yake yanaweza yakawa tofauti. Kwa mfano, linaweza likaamuliwa jambo la kuondoa, sisi katika halmashauri tulikuta mambo ya maji yalikuwa chini yetu. Masuala ya makusanyo ya kodi za majengo yalikuwa chini ya halmashauri. Sasa kwa mfano tukitazama, tukichukua sample ya hivyo vitu, jambo la maji likaondoka limekwenda katika Wizara ya Maji. Kule kuna mafanikio makubwa ya jambo hilo. Lakini kitu kama ukusanyaji wa kodi za majengo ambao ulikuwa chini ya halmashauri, baada ya kuondoka imeonekana hata makusanyo yake hayajaenda vizuri sana na tumerudishiwa. Kwa mimi naamini kila wazo linapokuja linaweza kuwa na dhamira njema, lakini tukasubiri matokeo. Sasa kweli kumekuwa na ugatuzi wa madaraka, mengine yanaondoka, mengine yanaweka, lakini kila moja kuna faida yake, kuna hasara yake. Kuna kingine kikikaa huku kinakuwa na hali ya chini ya kiutendaji, lakini kikienda juu kuna mabadiliko. Kuna kingine kikienda huku kinaharibika. Kwa hiyo yote ni serikali yetu, na yote yanayofanyika yana dhamira njema, lakini matokeo yanapotokea sasa ndipo tunaporudi mezani na kuona kipi kifanyike vizuri zaidi. Ukitazama jinsi ambavyo manispaa zingine zinaendeshwa duniani na jinsi ambavyo mamea wengine wanafanya kazi kwenye maeneo yao duniani na Tanzania tunapofanya kazi, utakuwa mpata nafasi ya kutembea nchi tofauti tofauti. Unaonaje mifumo? Wapi ambapo tunafanya vizuri na pengine wapi tunapokwama na tunatakiwa kubadilika kwenda na wanakoenda wenzetu waliofanikiwa zaidi? Tunatembea nchi mbalimbali za Afrika, Ulaya huko na maeneo mengine. Jambo la kwanza, kabla ya kutengeneza ulinganifu, mara nyingi tunatakiwa sana tutazame nchi yetu imetoka wapi. Sisi tuna miaka nafikiri 61 tangu tumepata uhuru, na nchi za wenzetu zipo nchi zina miaka zaidi ya 200 au 300 tangu zimeanza kupiga hatua za kimaendeleo. Kwa hiyo automatically kujilinganisha katika mfumo wao wa utawala na sisi haiwezi kuwa sawa. Mimi naona tunakwenda vizuri kadri ya ukuaji wa nchi yetu. Na Tanzania katika eneo la serikali za mitaa pameendelea kuimarika. Kwa tulikotoka ni tofauti na tulipo sasa. Kuna ongezeko la tawala za serikali za mitaa, mfano ongezeko la wilaya, ongezeko la tawala za wilaya zimekuwa zikipanda. Kwa sasa hivi tunazungumza zaidi ya halmashauri 195 kwa nchi nzima. Kwa zimekuwa zikipanda hizi tawala za serikali za mitaa. Kwa hiyo na zipo nchi hata hizo
ambazo tunaziona zimepiga hatua, zinaweza zimepiga hatua kutokana na uchumi wao, lakini sisi tunapiga hatua kutokana na ukuaji pia wa uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo mimi niseme tunakwenda vizuri, na maboresho na elimu zaidi inatakiwa izidi kuongezeka kwa sisi tunaohudumia huku serikali za mitaa, ili tuwafikie wenzetu. Wenzetu wamefika kwa sababu mbalimbali: uchumi, elimu kubwa ya kuwaelimisha watawala wa serikali za mitaa kufikia malengo. Kwa hiyo hitimisho langu juu ya jambo hilo ni kwamba tunakwenda vizuri. Manispaa ya Temeke, wananchi wake wengi, ukitazama na majimbo yake yote mawili, Temeke na Mbagala, yanaonekana kama yana watu wenye kipato cha chini walio wengi wao, ingawa wapo wenye vipato vikubwa, lakini wengi ni wananchi wa kipato cha chini kabisa, na wanakabiliwa na changamoto nyingi sana. Ni kazi kubwa kiasi gani kuwa kiongozi kwenye mazingira aina ya kata za Temeke na Mbagala na kadhalika, ambazo zina watu wengi lakini wenye matatizo lukuki, na kama serikali mmekuwa na mikakati ipi ya kuwagusa moja kwa moja kuwatatulia matatizo yao? Mimi nimezaliwa Temeke hospitali na nimekulia Temeke. Kwa hiyo Temeke mimi ni nyumbani, na hali yoyote ambayo wewe unaiona Temeke, sisi ndio tumekuwa nayo na imetukuza mpaka sasa. Na raha ya kuongoza ni mahali palipo na changamoto. Hata mimi ningekuwa Temeke leo hakuna changamoto, watu wote wana maisha mazuri, mimi nisingekuwa na haja ya kuwa diwani wala meya wa manispaa ya Temeke. Lakini tukiri kweli ni Temeke, lakini pia na hali ya kiuchumi ya nchi kwa ujumla, tunaishi maisha ya kawaida sisi wananchi wa Temeke. Na kwangu mimi haina changamoto yoyote. Na enjoy kufanya kazi na nafurahi kutumikia jamii yangu ambayo imenikuza na kunitoa tangu mdogo. Kwa hiyo nafurahia zaidi utendaji katika manispaa ya Temeke, licha ya hali zote za kimaisha, lakini ndio hali ambazo sisi tumekuwa nazo. Kwa hiyo kwangu haiwezi kuwa changamoto kuona natumikia wazee wangu, dada zangu, kaka zangu wa nyumbani. Naona raha zaidi kwa sasa. Kuna wabunge na madiwani wamekuwa wakilalamika kwa pembeni, wanatunong'oneza sisi wanahabari kwamba wanaombwa sana fedha kiasi kwamba unakimbia jimboni au unakimbia kwenye kata, kwa sababu ukionekana tu wananchi wenye matatizo lukuki wanafika wakiwa na maombi ya fedha mbalimbali. Vipi kwa upande wako? Ni meya lakini pia ni diwani. Tunapoomba kazi ya uongozi, tunaongoza watu wa aina mbalimbali. Na unapoomba kazi ya uongozi, tayari katika kichwa chako umejiandaa kwamba nakwenda kuwaongoza watu wenye changamoto. Na watu hawa wanapopata matatizo ya yoyote yale, break yao ya kwanza ni kutufikia sisi. Kama utamkuta kiongozi kaletewa changamoto na mwananchi akakimbia au akaona kwake ni shida, huyo ana matatizo. Sisi tuliozoea tunasema Dar es Salaam au uongozi wa mjini, sisi ni suluhisho la matatizo ya watu yaliyo ndani ya uwezo wetu, yaliyo nje ya uwezo wetu. Na kinachomata hapo ni kauli nzuri tu. Kwa sababu hata wewe mwananchi anayekuletea changamoto hiyo ya fedha kukuomba, hatumii kisu wala kamba kukulazimisha. Kwa hiyo ni kipimo cha uongozi wako. Kwa sababu kwa mfano mimi nina mwaka wa 10 sasa, na nyumba yangu ipo katikati pale Mbagala Rangi 3, panaitwa Mwembe Kibendera. Ninafurahi kuishi na wenzangu na tunapokea changamoto. Tunayoyaweza tunayafanya, tusiyoyaweza basi tunakuwa wawazi kwao na wanatuelewa. Na wala mimi sijawahi kuona kuombwa hela kama ni tatizo. Mimi ni kijana wao. Na kuna wakati tunasema unavotaka uongozi wa mjini lazima uwe umejiandaa kisaikolojia kwamba upokee lolote litakalokujia, na zaidi uwe na kauli nzuri. Lakini kwa sisi tuliozaliwa hapa, hayo ni maisha ya kawaida. Kukuta wazee kuwanunulia kahawa, kukuta msiba kuchangia maturubai, kukuta msiba kutoa usafiri, ni sehemu ya maisha yetu. Watu wana harusi, send off, watu wana harusi, wana sherehe ya birthday, sisi kuchangia ni sehemu ya maisha yetu. Tunapokuwa nacho tunatoa. Alikukimbizi hilo? Haliwezi kunikimbiza kwa sababu niliutaka uongozi katika eneo ambalo ninalifahamu na nimezaliwa hapo. Kwa hiyo kwangu ni maisha ya kawaida.
ila kwa mgeni akifika ndio anaweza akaona anaombwa sana, lakini mimi na enjoy. Na hata nimezoea sasa, ikifika hatua nje ya nyumba yangu au nisipoona simu 2-3 sijaombwa, yani mwenyewe nastuka kwamba yani kuna shida gani au simu yangu labda. Kwa hiyo ni maisha yangu ya kawaida. Ndio maana tunafurahia sana kufanya kazi. Inakushtua ukiona wananchi hawakutafuti? Ukiwa kiongozi lazima utafutwe. Mimi nafurahi kutafutwa kwa sababu sisi ndio viongozi wao. Umetuweka kwenye madaraka na ni wajibu wao kutuambia chochote kinachowasibu. Yaliyo ndani ya uwezo wetu tutayafanya, yaliyo nje ya uwezo wetu basi tutazungumza nao kiungwana na wanatuelewa, ila sio kukimbia. Wapo watu wanakutaja kwenye tetesi kwamba ni miongoni mwa watu ambao kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu huenda wakatupa karata ya kujitosa kwenye mbio za ubunge katika jimbo la Mbagala. Tetesi hizi zina ukweli kwa kiasi gani? Kwa sababu tunaambiwa joto ni kali hapo Mbagala na Meya Mtinika unaonekana upo mbele kabisa kwa mujibu wa tetesi. Wewe tetesi umezisikia wapi na kwa kiasi gani tetesi hizo zipo? Tetesi za wanachama ambao wanachama hawa wengi wao ndo wapiga kura wenyewe kwenye mchakato wa kura za maoni. Wanakutaja Mtinika. Mimi nishukuru, nikiri kweli tetesi zipo, na tetesi ni baraka na ishara ya matumaini ambayo watu wanakuwa nayo juu yako. Kwa hiyo nipokee kwamba kweli zipo tetesi, na mimi nafurahia kwa sababu ni namna gani watu wana matumaini na wewe katika eneo fulani. Kwa hiyo nikiri kama unaniambia kuna tetesi zipo, nashukuru, na kwangu ni ishara njema ya kunitabiria hayo ambayo yanakuja. Kwa hiyo tutarajie kukuona ukichukua fomu tarehe 28 Juni pale Chama cha Mapinduzi kitakapofungua milango wazi. Sasa kwa sasa mimi ni meya wa halmashauri ya manispaa ya Temeke. Chama changu bado kimeniamini katika jukumu la umeya na ninaendelea kulitimiza kikamilifu. Na kama nilivyokuambia tuna kazi nyingi sana hapa mwishoni kuliko hata mwanzoni. Kwa hiyo naendelea kufanya kazi yangu, na kuhusu swala la kuchukua fomu, chama chetu kina utaratibu. Na uongozi ndani ya chama chetu cha Mapinduzi si jambo la mimi kujipa. Ni swala la kufuata utaratibu wa chama, na kama unavyojua chama chetu kina utaratibu wa kuwachuja na kurudisha majina matatu ambayo yaende akapigiwe kura. Kwa hiyo sisemi moja kwa moja kwamba kutokana na tetesi na mimi kwenda na au nitakuwa, hayo ni mambo mengine. Kwa hiyo kwa sasa na hudumu nafasi ya umeya, nitasikiliza utaratibu wa chama utakapofika, utaratibu na kanuni zitatangazwa, basi tutaangalia utaratibu unasemaje na kuendelea huko mbele na kusikiliza utaratibu wa chama chetu utakapofuata. Tumemwona mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba akiwa tayari anaaga na kuweka wazi. Wewe bado hujaaga kwenye kata yako ya Kibonde Maji ili kuwapa nafasi watu wengine ambao wanautaka udiwani kusogea hapo, kwa sababu wanaweza wakaogopa kidogo misuli ya meya. Wanasubiri utangaze kuachia ngazi ya udiwani ili waweze kuingia hapo. Katika uongozi kupanga ni kuchagua. Unaweza ukapanga kuchagua kuaga, lakini pia inategemea na makuzi uliokuzwa. Mimi nashukuru kwamba wanachagua watu. Kwa hiyo mimi itafika wakati, ni swala la subira. Wakati utafika nitatangaza jambo, aidha anachukua fomu katika nafasi ipi au katika jimbo lipi. Kama unavyojua pia nafasi ni nyingi za uongozi. Kwa hiyo tarehe 28 ndio itakayotoa majibu ya wapi tunaelekea. Lakini nashukuru kwamba tetesi za kuwa ubunge zinazungumzwa, na mimi nashukuru kwa wao kunitabiria, kwa sababu yawezekano wameona uzoefu katika maeneo ambayo nimehudumu. Kwa kipindi cha miaka 10 nimekuwa diwani, nimekuwa naibu meya wa jiji, nimehudumu Temeke, nimekuwa kaimu meya, nimekuwa spika wa bunge la vijana. Kwa hiyo kwa sifa hizo na utabiri huo wa watu ni shukuru, lakini majibu mengi juu ya jambo hilo tutayapata tarehe 28. Miaka 5 ambayo mbunge wa sasa hivi Abdalla Chaurembo amefanya kazi,
unaonaje kazi zake? Katika miaka 5 ya mbunge aliyopo amefanya kazi nzuri. Amefanya kazi nzuri, na nikiri kwamba katika jimbo lile la Mbagala ambalo nishukuru sana kwa maamuzi ya Tume Huru ya Uchaguzi ya kuligawa, panaweza kuwa na mitazamo tofauti. Mimi naweza nikatizama amefanya kazi nzuri, lakini changamoto zikawa kutokana na ukubwa wa lilivyokuwa jimbo, kwa sababu Mbagala ni katika jimbo la pili kwa kuwa na idadi kubwa ya watu kwa Tanzania. Mbagala ina watu takribani 819,000. Sasa kwa mbunge mmoja kuhudumu inategemea utamtazama vipi. Ni mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mtazamo wangu amefanya kazi yake vizuri, lakini pia changamoto ya idadi ya watu ilikuwa ni kubwa. Leo jimbo lile limegawanywa. Huko upande utakuwa na watu kama 430,000 na upande utakuwa na watu 300,000 na kama na 80 hivi. Kwa hiyo ni mategemeo yangu kwamba kadi mgawanyo unavyotokea katika eneo unarahisisha na kupunguza zaidi changamoto. Kwa hiyo mtazamo wangu kwa kifupi, naona ametimiza wajibu wake kadi alivyokuwa amejiwekea. Na ukitazama kwa mgawanyo wenyewe wa jimbo ulivyo, wewe utakuwa upande upi wa jimbo? Ni upande wa jimbo jipya la Chamazi au jimbo mama la Mbagala? Ukitazama kwa mpangilio wa jimbo la Mbagala, mimi asili yangu inaanza katika kata ninayoiongoza kwa sasa. Mimi natoka kata ya Kibonde Maji, ambayo katika mpango huu wa majimbo ulivyokatwa, mimi niko katika upande ambao zimebaki kata 6, ikiwemo kata ambayo mimi ni diwani na kata ambayo nimejiandikisha, lakini pia ndipo hata makazi yangu yapo. Kwa hiyo kata ya Kibonde Maji ilipo ndipo upande ambao jimbo la Mbagala lipo. Taarifa zinasema kumekuwepo na fukuto kali sana kati ya meya wa Temeke Abdalla Mtinika na mbunge wa Mbagala Abdalla Chawembo kwenye mbio za ubunge wa jimbo hilo la Mbagala. Sasa kugawanywa kwa jimbo hili kutamaliza fukuto ambalo limekuwepo kwa muda mrefu baina yenu, mkitajwa kukabana koo. Kwanza ni kanushe kuwepo kwa fukuto. Unajua katika siasa ni swala la mitazamo ya watu, na sisi ni viongozi wawili ambao tumepita katika nafasi mbalimbali na kila mmoja ana uzoefu katika eneo lake. Kwa hiyo watu wana mitazamo yao juu yetu ambayo mimi yawezekana sijui chochote. Katika maisha ya siasa ni kama maisha ya muda mwingine, hata katika masuala ya michezo. Naweza kuta kuna wengine wanaweza wakatafsiri mambo yako hivi, lakini wachezaji wenyewe wakawa hawana shida yoyote. Kwa hiyo hata mimi sina fukuto, sina changamoto yoyote, zaidi mimi naendelea kutimiza kazi zangu na wajibu wangu kama meya wa halmashauri ya manispaa ya Temeke, na wabunge ni wajumbe katika baraza langu na waongoza. Na katika kipindi chote cha uongozi wa baraza langu wamekuwa ni wajumbe wazuri na wanatoa mawazo mazuri ya kuisaidia halmashauri ambayo ninaiongoza. Kwa hiyo kupitia engo hizo sijaona fukuto, lakini kwa kuwa watu wana mitazamo tofauti na hasa katika masuala haya ya ubunge, wanaweza wakatafsiri hivyo, lakini mimi naendelea na kazi kama kawaida ambazo nimeaminiwa na jamii. Mtinika, uliwahi kuwa naibu meya wa jiji la Dar es Salaam na pia uliwahi kuwa kaimu meya wa jiji la Dar es Salaam, lakini Rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli alivunja kilichokuwa kinaitwa jiji la Dar es Salaam wakati ule, na akaamua kwamba manispaa ile ihamishiwe katika manispaa ya Ilala iwe ndio jiji la Dar es Salaam. Hivi karibuni waziri wa TAMISEMI amesema Rais Samia Suluhu Hassan wa awamu ya 6 ameamua irejeshwe manispaa ya Dar es Salaam, jiji la Dar iliyovunjwa wakati ule. Unadhani maamuzi ya wakati ule ya kuvunja
na uamuzi huu wa sasa wa kulirejesha jiji la Dar es Salaam ni maamuzi ambayo yana manufaa au athari kiasi gani kwenye uendeshaji wa serikali za mitaa? Mimi nimehudumu kama naibu meya wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na nikawa kaimu meya na mjumbe wa kamati mbalimbali za iliyokuwa halmashauri ya jiji, lakini sasa hivi ni meya wa Temeke. Kwa hiyo nimeona vipindi vyote viwili. Faida za iliyokuwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kabla ya kuvunjwa zilikuwepo. Kwa mfano, palikuwa inatukutanisha kwa sababu ilikuwa ni center of coordination kwa local government za Dar es Salaam. Kwa maana ilikuwa ni forum ambayo inatufanya tunakutana pamoja na kujadili changamoto za Dar es Salaam kwa umoja, lakini na kuseti standard za huduma za halmashauri zetu za Dar es Salaam kwa usawa na kwa pamoja na kujadiliana vizuri. Kwa ilikuwa ni forum ya kutukutanisha, lakini pia na kuyaweka mambo katika uwiano. Sasa kama mamlaka ikatokea ikabadili muundo wa iliyokuwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na kuleta muundo mwingine, mimi kwangu sioni kosa, isipokuwa katika uongozi kila jambo linaloletwa linaweza kuwa na faida na hasara zake. Na hata aliyeona kiongozi kwamba tubadilishe muundo huu wala hakukosea. Alikuwa na dhamira njema sana. Yawezekana hata katika gharama, labda kwamba halmashauri ikiwepo pataweza pakawa na gharama kubwa, au kwa lengo la kubana matumizi, au kwa lengo la kupunguza vitu fulani. Inaweza ikawa ilikuwa dhamira ni hiyo. Sasa baada ya kutokea maamuzi, serikali huwa inakaa inatathmini. Ndio maana hata sasa naamini kupitia waziri wetu wa TAMISEMI kaka yetu Mchengerwa, mchakato wa kurejesha halmashauri ya jiji la Dar es Salaam umerudi. Lakini si kwamba maamuzi ya mwanzo yaweza kuwa yalikuwa hayako sawa. Yalikuwa sawa kwa mtazamo wa kipindi kile, ambacho yawezekana ulikuwa ni mtazamo wa gharama, mtazamo wa engo mbalimbali za kiutawala, au kubana matumizi. Lakini sasa hivi mtazamo wa kurudisha tena, kwangu naona ni jambo jema, kwa sababu tumeona hapa kati kukosekana kwake kumeleta sisi kutounganika vizuri. Ukisema kutounganika vizuri unamaanisha nini? Ni nini hasa ambacho kinakwama? Namaanisha kwamba halmashauri zetu sio visiwa. Halmashauri ya manispaa ya Temeke inategemea halmashauri ya Kinondoni, inategemea Ilala, inategemea Kigamboni na Ubungo. Kwa maana ya kutegemeana kwetu kunakuwa katika mafunzo, kunakuwa katika kucoordinate kwa pamoja. Halmashauri ya jiji ilikuwa na kamati ya fedha, ilikuwa na baraza lake ambalo muunganiko wake ulihusisha mamea wa halmashauri zote, ulihusisha madiwani watatu kutoka kila halmashauri, ambao walikuwa wakikutana pamoja kila baada ya mwezi au miezi mitatu na kutengeneza baraza. Na baraza ni chombo kilichokuwa kikijadili mambo. Lakini pia yapo mambo ya kiunganishi. Kwa mfano, sisi Temeke leo tutakapotaka kuchaji labda tozo ya takataka, halmashauri ya jiji ilikuwa ina coordinate masuala yote yanayohusu takataka. Kwa maana wewe Chazi, ikiwa unaishi Ubungo, una nyumba yako Mbagala, kama takataka kule unalipa shilingi 1000, basi hata ukiwa Temeke ilikuwa unalipa 1000, kwa sababu ya control yake ilikuwa chini ya mwamvuli mmoja wa halmashauri ya jiji. Sasa ikiwa leo kila halmashauri itatoza tozo yake, yawezekana wewe mwananchi ukafeel utofauti. Kwa hiyo ndio maana ninasema kutuleta pamoja ni kutuweka katika muunganiko. Kwa maana hiyo pana faida kubwa ya kurudisha halmashauri ya jiji. Lakini pia kwa mtazamo wa gharama ambao ulitazamwa labda kipindi hicho, yawezekana ulikuwa kutokana na hali ya kiserikali kwa wakati huo leza katika kumudu masuala hayo. Kwa hiyo yote ni mazuri, na maisha ya kiutawala yanapanda na kushuka, kila kitu kinatokea kwa sababu zake.
Nazungumza na mstahiki meya wa manispaa ya Temeke Abdalla Mtinika, na hii ni One on One ya Wasafi TV. Charles William bado niko hapa. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na mazungumzo yetu, na utulie hapo hapo kwa sababu bado tuna mambo mengi sana ya kuzungumza. One on One with Charles William. Tumerejea kwenye One on One kupitia Wasafi TV. Nimekwambia nipo na mstahiki meya wa manispaa ya Temeke Abdalla Saidi Mtinika, lakini yeye amewahi kuwa spika wa bunge la vijana na amewahi kuwa naibu meya wa manispaa ya Temeke. Amekuwa pia naibu meya wa jiji la Dar es Salaam na kaimu meya katika jiji la Dar es Salaam. Uzoefu wake mkubwa katika kuhudumu kwenye uendeshaji wa serikali za mitaa unafanya tuwe na uwanda mpana wa kujadili kwa maki na uketo kuhusiana na masuala mbalimbali ya uendeshaji wa manispaa zetu. Na nitaka tuzungumze kidogo kuhusiana na jinsi ambavyo vijana tofauti tofauti wamekabidhiwa fursa ya uongozi kwenye nchi hii, na wewe ni miongoni mwa vijana hao, kwa sababu miaka 10 sasa umekuwepo kwenye nafasi mbalimbali za juu kabisa. Unaonaje vijana waliopewa nafasi za uongozi kwenye taifa hili la Tanzania? Wamezitendea haki nafasi hizi kwa kiasi gani kukata kiu ya vijana wenzao ambao wanawatazama kama wawakilishi wao? Asante. Kwanza hapo tuweke wazi kwanza, kijana unayemzungumzia, mada ya ujana ni anapana. Kijana ni nani? Wa umri gani? Kwa tafsiri zipi unamsema kijana? Sasa kijana nadhani kwa mujibu wa sera yetu ya taifa ya vijana ni mtu chini ya miaka 35 au ndo vijana, ingawa nimeona pia Chama cha Mapinduzi kimesogeza umri wa ujana kutoka miaka 35 na kupeleka mpaka miaka 40. Kwa maana hiyo ya ujana niseme mimi viongozi na wagrupu kwenye maeneo mawili tu. Kuna vijana na wazee. Na umeniuliza performance ya vijana ikoje au namna gani wamefanya vizuri katika nafasi zao. Mimi niseme kwanza tuishukuru na kuipongeza serikali yetu. Tangu uhuru wa nchi yetu tumeona mamlaka za juu zimekuwa zikiamini sana vijana katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, Dr. Salim Ahmed Salim aliaminiwa kuwa balozi wa Tanzania Egypt akiwa na umri wa miaka 26 kwa kipindi hicho. Kwa vijana katika nchi yetu wameaminiwa katika uongozi kwa kipindi kirefu. Na kwa sasa wapo vijana wanafanya vizuri na wapo wengine wana mihemko kwa maana ya kutofanya vizuri kutokana na mihemko ya ujana, lakini wapo wengine wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo kwa mfano ni kina nani ambao unaona wanafanya vizuri na kina nani ambao ukiwatazama unaona hawa uongozi wao umejaa mihemko? Sasa katika nafasi za uongozi ni ngumu mimi kutaja moja kwa moja majina ya watu, kwa sababu nitakapotaja wanaofanya vizuri basi yawezekana nisiwataja, maanake mimi kama kiongozi ninao marafiki wengi ambao wako katika nafasi mbalimbali za kiongozi ambao ni vijana. Nakutolea mfano wa marafiki zangu, lakini sikutolei, labda sitaki kusema vijana hawa wanafanya vizuri au wanafanya vibaya. Nakutolea mfano wa marafiki zangu, labda kina Abdalla Ulega, labda au kina Anthony Mavunde, ni vijana. Sasa ni ngumu sana kutaja kwa majina kwamba hawa wanafanya vizuri, hawa wafanyi vizuri, kwa sababu matokeo yake unaweza kaona uliowataja ikawa iko hivyo, lakini usiowataja, hata kama sijawataja kwa majina, watu wakaona wengi nimeona hawajafanya vizuri. Kwa mtazamo wangu nikiri kwamba wapo vijana wanafanya vizuri, wapo wengine wana mihemko,
lakini mimi siwezi kutaja majina ya moja moja. Unaogopa kutaja, unaogopa kusema ukweli kwa sababu marafiki zako wanaweza kaudhika? Hii ni hulka ya kila binadamu katika namna ambavyo amekuzwa. Lakini maana ya swali lako naamini inataka maoni yangu yaweje kwao. Kwa hiyo maoni yangu kwao, kwa wote walioaminiwa kuhudumu kwa jamii na serikali, imekuwa ni dhamira njema sana ya serikali yetu. Kwa hiyo vijana tusiangushane. Kila kijana anayepata nafasi ya kuhudumu na kwenda mbele katika nafasi hiyo, atambue sana kuna mamia ya vijana ambao wanamtegemea. Na hata sisi tunaishi hivyo kama tumepata nafasi hizi, lakini kuna makundi ya vijana wenzetu wanaotegemea sisi tufanye vizuri. Kwa mfano mimi nimekuwa meya wa Temeke, nimeinspire vijana wengi sana ambao leo wanatamani kuwa madiwani, wanatamani kuwa mameya. Na inawezekana kwa sasa ni meya kijana zaidi kwa Dar es Salaam. Sasa tutumie ujana wetu kuwa inspire wengine, lakini tutumie ujana wetu kufanya wanaotuamini katika mamlaka tusiwaangushe kwa sababu hawajafanya makosa. Changamoto kubwa za vijana kugombea na kushinda uongozi katika nchi hii ni zipi kwa mtazamo wako? Uongozi wowote unataka maandalizi. Sasa usipokuwa na maandalizi sahihi, ndipo kila jambo wewe utasema ni changamoto. Na wapo vijana wanaweza wakafikiri labda uongozi ni fedha. Na kaona kwamba labda anakosa fedha basi ni changamoto. Lakini mimi naamini uongozi ni mahusiano. Kwa sababu kwa mfano mimi nimekuwa diwani kwa mwaka wa 10 sasa, lakini sikuwa na fedha ya kutisha. Na kama unakumbuka wakati mimi nakuwa diwani, ndio kipindi ambacho diwani wa kata jirani na mimi tukitizamana na kupeana mpaka wa barabara alikuwa ni kaka yangu marehemu Yusuf Manji. Kwa hiyo unaweza ukaona uwezo wangu mimi nikashinda katika kata yangu, na upande wa pili diwani mwenzangu marehemu Yusuf Manji naye alishinda. Kwa hiyo kiuchumi tukawa tofauti, lakini naamini unaoshinda uaga si pesa wala si uchumi, ila ni mahusiano. Ukisema uligombea ukiwa hauna fedha ya kutisha, unamaanisha ulikuwa na shilingi ngapi? Maana vijana wanaotaka uongozi wangetamani kujua makadirio, angalau awe na shilingi ngapi. Hiyo fedha ambayo sio ya kutisha ni shilingi ngapi uliokuwa nayo? Katika maisha haya ya uongozi ni ngumu kutaja kiasi au amount ya fedha moja kwa moja, lakini unapotaka uongozi kuna mambo lazima ujimudu. Sasa mambo hayo, kwa mfano utataka kuwa diwani katika kata, kuna mahali inabidi upate nauli ya kupanda bodaboda kuwafikia watu kuwaambia dhamira yako. Kwa lazima uwe na pesa ya kuweza kupanda pikipiki. Sasa ni ngumu kutaja kiasi kwa sababu vijana wanatoka kwenye maeneo tofauti yenye jiografia tofauti. Kwa hiyo kwa mfano kwa mimi katika kata yangu nitahitaji kutumia pikipiki kuwafikia watu. Kwa hiyo gharama zake ni ndogo. Kuna mwingine kata ni kubwa, atahitaji sio pikipiki tu, apande basi aende arudi. Kwa gharama zake pia zinakuwa tofauti na huyu mwingine. Kwa hiyo kiwango cha gharama gani hasa itakufaa ili uweze kupata uongozi inategemea na jiografia ya eneo unalotoka. Labda tujadili kidogo kuhusu hili la gharama. Maanake vijana wengi wanasema ningeweza kugombea na kushinda, lakini tatizo begi. Na wanataja kwamba siasa za Chama cha Mapinduzi ni siasa ambazo zinatawaliwa zaidi na maburungutu ya fedha. Na mbunge Joseph Kasheku Msukuma nilikuwa nazungumza naye, akasema kwa uzoefu wake amewahi kushuhudia mpaka watu wanaotumia milioni 700 kushinda ubunge tu. Unadhani siasa hizi za maburungutu ya fedha ndani ya CCM ni kikwazo kiasi gani kwa vijana kupata uongozi? Siasa si fedha. Na kwa mtazamo wangu mimi, kuwa kiongozi au kushinda nafasi ya kisiasa sio lazima uwe na maburungutu ya fedha. Kikubwa ni namna gani unakuwa na mahusiano. Tukiri katika kutafuta uongozi, wapo watu wanakuja wana fedha, na wao kuwa na fedha
si sababu ya kusema kwamba kila unapotaka uongozi kila mmoja lazima awe na fedha. Tumeona maeneo mengi wapo watu wana fedha na wanashindwa kupata nafasi za uongozi. Kwa hiyo fedha ni neno tu, na unaweza ukawa na fedha, watu wakala fedha yako, na baadaye wewe unaweza ukafilisika na ukakosa uongozi. Sisi wengine tumetoka katika familia za kawaida. Nimezaliwa Temeke, nimekulia Tandika, Mbagala ni nyumbani. Leo hii mimi nimekuwa meya wa manispaa ya Temeke. Sina fedha ya kutisha, wala sina fedha ya nyingi kwamba nina fedha ndio maana nimekuwa kiongozi. Ila nimekuwa kiongozi kwa sababu nina mahusiano na watu, vijana, lakini pia hata historia yangu ya nilipotoka kiuongozi, kama utafuatilia unajua nilikuwa spika wa bunge la vijana, na nimeshiriki mikakati mingi ya serikali kuelimisha ya vijana katika maeneo mbalimbali. Nimetumikia vijana wenzangu. Kwa hiyo ukiwa na sifa za uongozi za kutosha ni mtaji. Lakini wapo wajumbe wa mikutano mbalimbali ya Chama cha Mapinduzi na husika na kupiga kura za maoni. Wanatajwa kwamba hawa wajumbe ni kama mchwa tu, wanakula na hawashibi. Kwa hiyo ndio kichocheo kikubwa cha matumizi ya fedha. Wajumbe wana kauli zao za mkono mtupu wa ulambwi. Vijana wanaotaka uongozi wanawezaje kuvuka hivi vizingiti vya wajumbe ambao wanatajwa kwamba hawashibi? Wajumbe katika kutoa uongozi si wajumbe wataka fedha, na wapo watu yawezekana wao wanapeleka fedha kwa wajumbe, kwa sababu hata wewe kama unaletoa fedha bila sababu maalum alafu kamlaumu mtu kula fedha zile, basi unaweza ukawa hauko sawa, kwa sababu watu wanavyotafuta uongozi hawakukutuma wewe wapelekee fedha, lakini wamekutuma wewe wapelekee sera nzuri na ujiuze kutokana na historia yako, uzoefu wako wa kiuongozi, na wao watakuchagua. Na ipo mifano ya viongozi walioshinda katika maeneo mbalimbali kwa utendaji wao mzuri. Zipo sehemu bodaboda kijana anaweza akashinda na akawa kiongozi. Sasa swala la kutoa fedha si swala la kulaumu watu, ni utashi wako. Kwa sababu watu wanapotoa fedha ushikiwi panga kwamba toa fedha, kwamba tunataka fedha. Hapana, ni wewe mwenyewe ukarimu wako ukatoa. Kwa kama utatoa kwa ukarimu wako, ukatoa kama shukurani yako, ukatoa kama wenyewe kwa mapenzi yako, watu watachukua. Lakini pia kama pia hauna fedha, watu watakupa uongozi kwa namna vile ambavyo umeishi na wao, namna wanavyokufahamu. Kama umesema mfano mimi natajwa katika nafasi mbalimbali, lakini sijawahi kutoa fedha, ni vile ambavyo watu wananifahamu, wamenipa. Kwa hiyo na niseme kwa vijana, hicho kisiwe kikwazo cha hofu kwao. Wawekeze sana vijana wenzangu katika tabia njema, wawekeze katika kuishi na watu, wawekeze katika kuishi maisha ya kweli na kutovimba mabega na kupunguza mihemko. Kwa mfano, kwa nafasi yangu kama meya kwa muda labda sasa na miaka 10 kwenye udiwani, ni vyeo vikubwa ambavyo kama utakuwa na mihemko unaweza watu wakakutafsiri tofauti. Kwa hiyo vijana tukiaminika, tuaminike. Tukitumwa, tutumike. Lakini tuzidi kujishusha, tujifunze na tuishi na jamii ndio itakayoamua mwisho wake inatupeleka wapi. Kazi aliyofanya Rais Samia Suluhu Hassan kwa miaka 4 ya uongozi wake, sasa 4 inaenda na nusu, unaionaje? Na tukikwambia umpe alama za utendaji wake, unaweza ukampatia alama ngapi? Kama nikipewa nafasi ya kutoa alama nitatoa A+. Kazi yake ni nzuri, na kama utakumbuka alipokea uongozi wa nchi wakati nchi ina changamoto za kumpoteza aliyekuwa rais wetu hayati Daktari John Pombe Magufuli, yeye akiwa makamu wa rais. Kwa hiyo katika kipindi ambapo anapokea madaraka kama mwanamke wa kwanza, palikuwa na mitazamo mingi tofauti, lakini ametuprove wrong kwa kuweza kuituliza nchi,
lakini navutiwa zaidi na namna alivyoimarisha diplomasia ya Tanzania na nchi zote za maziwa makuu, lakini pia namna alivyokuja na sera zilizofungua milango mipya ya kiuwekezaji na kibiashara. Mfano, leo tunaona pamefanyika maamuzi magumu ya bandari ya Dar es Salaam ya kupata wawekezaji wapya. Leo mapato mengi yanaongezeka. Kwa hiyo kwa performance yake pia katika miradi mikubwa ya umeme, daraja la Busisi kule Mwanza, Geita, na miradi ambayo ilikuwa imeachwa na mtangulizi wake, ameendelea nayo vizuri. Diplomasia imeimarika, amejipambanua kwa kukutana na viongozi wa mataifa makubwa na kujadili mambo mbalimbali ambayo yameipigisha hatua kubwa nchi yetu. Na imekuwa nchi nzuri na milango imefunguka, utalii umeongezeka, amefanya mpaka filamu ya Royal Tour. Kwa hiyo kwa nafasi yake amefanya vizuri sana, na kama ingekuwa ni mtazamo wangu wa yale aliyoyafanya, na kwa kuwa ni mwanamama wa kwanza kuwa rais wa nchi yetu, tunastahili kumpa zawadi mbili tu. Kwanza, kumrudisha katika nafasi yake kwa kura za kishindo. Si busara apate tabu kwa mema yote ambayo ametufanyia Watanzania. Si busara sana akauke sauti majukwani, aseme kidogo, kwa sababu mengi aliyofanya yanaonekana. Na baada ya kumaliza sisi kumpa kura za kutosha, tukamaliza kazi katika mwezi huu unaokuja Oktoba ya kipindi hiki cha uchaguzi, zawadi ya pili itakuwa ikiwezekana hata tumpe jina. Maana unajua tumezoea kuwa na baba wa taifa lakini hatuna mama wa taifa. Kama itapendeza, hata kama yeye akawa ni mama wa taifa letu, kwa kuenzi kama mama wa kwanza kuwa rais wa nchi yetu, itakuwa jambo la busara sana la kumfariji kwa alipotutoa kutokana na msiba wa rais, na tulipofika leo tunaishi kwa amani, hakuna vurugu, hakuna machafuko, maendeleo yanapatikana, lakini pia watu wana fedha mfukoni na ubwabwa watu wanakula, kama vyao mingi vinazungumzia ubwabwa. Yote ni kwa sera nzuri ambazo ametuwekea. Wakosoaji wa Rais Samia wanasema kama kweli amefanya mambo makubwa kama ambavyo wana CCM mnasema, kwa nini basi siruhusu uchaguzi huru na haki ili muone hisia halisi za Watanzania kupitia sanduku la kura? Wanaona mfumo wa uchaguzi uliopo ni mfumo unaokibeba Chama cha Mapinduzi. Mimi katika kitu ambacho nashukuru Mwenyezi Mungu, nimepata elimu kutembea, na nashukuru kwamba katika kutembea kwa nchi nyingi za kusini mwa Afrika, kuanzia Afrika Kusini, Zimbabwe, Botswana, Zambia, ukija huku kaskazini Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, hizi nchi za maziwa makuu nimetembea karibu nchi zote, Kongo, na ninachoweza kusema juu ya hali yetu ya kidemokrasia. Manake siku zote unapotoa hali ya tathmini, inabidi uangalie na wale ambao unafanana nao kimazingira. Hali yetu ya kidemokrasia ni nzuri na nchi yetu inaendelea kukua. Yawezekana katika maeneo yakawepo mapungufu ambayo hoja isiwe kulaumu, ila hoja iwe ni namna gani tunakaa pamoja na kutengeneza aina ya demokrasia tunayoitaka. Lakini kwa ulinganifu wangu na kwa nchi ambazo mimi nimeziona zinatuzunguka na yanayoendelea katika nchi hizo, niliona ni mambo mengi ya ajabu zaidi tofauti na hali tulionayo katika nchi. Na panapokuwa na struggle for power, lazima watu wajiandae kisaikolojia kwamba panakuwa na maneno mawili matatu, panakuwa na misukosuko miwili mitatu. Sasa panapotokea hilo, isitafsirike kwamba hatuna mfumo mzuri wa kidemokrasia. Siasa ina misukosuko yake, kwa sisi wanasiasa tumeizoea, ni midogo, na si kila msukosuko ambao mwanasiasa unakutana nao inabidi uwe unalia. Na ndio maana nimesema tukitazama changamoto za wanasiasa kwa nchi zilizotuzunguka, yawezekana ni kubwa zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo tuendelee kuipenda nchi yetu na tutumie muda mwingi
hata vyombo vyetu vya habari katika kufikisha taarifa kwa umma, kuna baadhi ya migogoro ya kisiasa si mikubwa, ni midogo. Sasa ikikuzwa inakuzika. Lakini ukiangalia ni ya kawaida, na demokrasia yetu na siasa zetu zinakwenda vizuri. Lakini wapinzani wanalalamika wamekuwa wakienguliwa kwenye uchaguzi wanapoenda kugombea, na hata Dar es Salaam yote hii wanasema walipukutishwa kote. Ni Temeke peke yake wanasema angalau ndiko ACT Wazalendo ilikopata nafasi ya kushinda mtaa mmoja. Kwingine kote waliambulia patupu kwa hujuma na fitna za CCM. CCM ni chama, si kweli kwamba labda wakasema labda uniambie nini wanasema changamoto wao katika kuinguliwa kwao. Wanasema wagombea wanasingiziwa hawajui kusoma na kuandika, wanasingiziwa hawajajaza fomu vizuri, wanasingiziwa hawajaweka picha wakati waliweka picha kwenye fomu zao za kugombea na mengineyo mengi. Na niseme, unajua pamekuwa na taarifa sana zinazotoka upande mmoja wa hayo mambo ya kidemokrasia. Lakini kama utarudi nyuma kidogo, nchi yetu miaka 5 au 10 iliyopita ilifikia hatua halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ilikuwa ikiongozwa na Chadema, na baadhi ya majiji mengine. Hata mimi wakati nimekuwa naibu meya wa jiji, meya aliyekuwa akiongoza halmashauri ya jiji alikuwa ni meya wa Chadema. Na mimi kama mjumbe wa halmashauri ya jiji na baadhi ya wajumbe wenzangu hawa kina Boniface Jacob tulikuwa nao katika halmashauri ya jiji. Kazi ilikuwa zikienda. Walishindaje nafasi hizo? Ni kwa serikali hii na kwa nchi hii. Sasa kuna wakati changamoto zinaweza zikawa ndani ya watu, aidha katika vyama au maandalizi ya mgombea mwenyewe. Lakini kila mwanasiasa amekuwa akipenda kuwa na haraka ya kukosa subira na kutoa visingizio kwamba hili limetokea kwa sababu labda ya CCM, hili limetokea kwa sababu ya serikali. Lakini chini ya CCM hii ikiwepo, baadhi ya maeneo kwenye nchi yetu yaliongozwa na vyama vingine. Kwa hiyo demokrasia inapanda shuka, ina misukosuko yake, lakini ukikosa leo, jipange zaidi utapata kesho. Hilo ndio naloweza kusema. Wapo watu wanailaumu serikali ya awamu ya 6 kutokana na matukio ambayo yanatajwa kwamba watu wanapotea katika mazingira ya kutatanisha, na wengine wanadai kutekwa katika namna ambayo vyombo vya dola vya nchi hii havitoi majibu, na lawama zote zinaelekezwa kwa serikali. Ukiwa kama mwanasiasa kijana ambaye unasikia na kuona taarifa hizi za matukio haya, unalipi la kusema? Mimi niseme kwa vijana wenzangu na Watanzania wenzangu, sisi hatuna nchi nyingine zaidi ya hii Tanzania. Kwa hiyo ni uamuzi ni wetu kwa namna gani tunaweza kuijenga nchi yetu. Katika nchi ya kidemokrasia na yenye utawala wa kisheria, tunavyo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambavyo hatuna vyombo vingine. Ndio hivyo, tunalo jeshi letu la wananchi, tunao polisi na mamlaka zingine za vyombo ambavyo kazi yake ni kutulinda. Na ninachokiona matatizo yanatokea katika nchi kubwa kama hii, nchi yenye karibu square mita za mraba 940,000. Kwa Afrika, Tanzania ni moja kati ya nchi kubwa sana. Lakini siku hizi pia kuna ukuaji wa mitandao ya kijamii na habari mtandao ambazo zinaweza zikatoka muda wowote. Sasa watu wawe na subira. Panapotokea na jambo, kabla ya kuhitimisha amepotea, ametekwa, lazima tutafakari kwa kina, kwa sababu ukuaji wa maendeleo ya nchi yetu, zipo nchi zilichochewa kuingia katika migogoro na wengine kwa kupandikiziwa vitu. Kwa hiyo yawezekana kuna wakati tukasema ni sisi kwa sisi, lakini kumbe yawezekana ni watu hata nje ya Tanzania wanaosema labda wewe Charles William leo ukifanyiwa hivi, watu wanajua kumbe tukifanya kwa huyu lawama zote zitakwenda kwa serikali, tukimfanyia huyu lawama zote zitakwenda kwa CCM. Na mjue nchi zetu hizi na ushindani, na Tanzania kwa sasa ni katika nchi inayokuwa kiuchumi, kidiplomasia, bandari yetu inafanya vizuri. Wapo watu hawatamani amani tulionayo, wanatamani machafuko, wanatamani vurugu. Jambo likitokea, kulitafakari kwa umakini kabla ya kuhitimisha, kwa sababu zipo dhamira za ndani ya nchi, dhamira mbaya, na zipo dhamira mbaya za nje ya nchi.
ambazo leo hata mimi na wewe tukishikana mashati barabarani tukagombana, wewe na Mtinika, usiku anaweza akaja mtu nyumbani kwako wewe akakudhuru, na jamii ukidhuriwa wewe itaamini tu kwamba kwa sababu mchana ulikuwa unakwaruzana na Mtinika, basi ni Mtinika amefanya kitu kama hicho. Kwa hiyo kama Watanzania tuwe na subira, tuamini vyombo vyetu, hii ni nchi yetu, tutavuka salama haya yanayoendelea. Lakini wapo watu wanaosema kwa sababu watu wanazidi kupotea, subra wakati watu wanaendelea kupotea wanaona kama haina maana, na wanapendekeza pengine vije vyombo vya uchunguzi huru kutoka nje, kwa sababu wanapoteza imani na vyombo vilivyopo kwa sasa hivi, kwa sababu havijatoa majibu kuhusu matukio mengi hasa yanayohusu wanaharakati na wanasiasa wa upinzani. Mimi naamini katika majibu kutoka katika vyombo ni mambo yanayohitaji utaratibu, na si jambo la kwamba limetokea leo kesho watu watoe taarifa. Limetokea hivi kwa sababu tukirudi hata katika siasa, hata hawa ambao wako kwenye vyombo vyetu ni Watanzania wenzetu. Wapo wengine kama katika vyama, hao walio katika vyombo wazazi wao wapo katika chama labda cha Mapinduzi. Wapo wengine katika vyombo wazazi wao au ndugu zao wapo katika chama fulani. Kwa mimi siamini kwamba vyombo vinaweza kuwa shida, isipokuwa sisi tunahitajika kuwa na subira, na jambo lolote likitokea, busara ni kulipima na kulichunguza kwa umakini. Hatujafikia bado kuhitaji watu wa nje kutusaidia kuchunguza. Tunahitaji kukaa na kutulia sisi kama Watanzania. Tumefanikiwa mambo mengi sana na tumepita vizuri. Tunayo wazee, tunayo nafasi ya kukaa na kulitazama vizuri jambo hilo na kutafuta mzizi wake, kuliko kuhitimisha ametekwa na tukakosa imani kwa vyombo. Tutaviamini vyombo vipi sasa? Haya, mwisho tukikosa imani na vyombo, mwisho wake ndio nini sasa? Tutafanya nini? Kwa hiyo mimi bado niseme subira, tuwe na imani na vyombo vyetu, na hayo yanayotokea tusihitimishe, tusubiri taarifa na uchunguzi wa mambo mengi mazuri. Hauwezi ukaja ndani ya wiki mbili. Tanzania ni kama ndege mzuri ambaye anatizamwa kwa uzuri na wengi kama mrembo kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki. Tanzania ni kiungo, na kuna watu nikwambie, Tanzania ndo muhimili wa amani ya ukanda wa maziwa makuu. Kuna watu hawa unaweza kaona leo kuna machafuko Kongo, au kuna machafuko nchi fulani, au kuna machafuko nchi fulani, au yani uimara wa Tanzania hii umedhibiti mambo mengi kuwa mabaya zaidi. Sasa kama Watanzania, yanapotokea mambo ndani ya nchi yetu, tutulie, tuyatizame kwa kina. Mengine yanafanywa kwa dhamira za nje zenye nia ya kutugombanisha sisi kwa sisi, kuchonganishwa. Na tukichonganishwa watu wanaona hawa tukiwachonganisha hivi, basi tayari hawa watakimbilia kulaumiana wenyewe kwa wenyewe. Nimekuwa na mazungumzo na Meya Abdalla Mtinika, meya wa manispaa ya Temeke, na nimezungumza naye mengi sana. Kwa muda ambao umebakia hapa, muda wetu umeisha kabisa. Mheshimiwa mstahiki meya, ni kupatie sekunde 30 za kuhitimisha kabla hatujamaliza kipindi chetu, kwa sababu muda wetu umekwisha kabisa. Asante kwa mwaliko huu. Katika hitimisho langu kwa Watanzania wenzangu, vijana, huu ni mwaka wa uchaguzi. Katika uchaguzi kila kijana au kila Mtanzania anayo haki ya kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huu. Na watu waondoe hofu ya kwamba mimi nakwenda sina fedha. Kwa mimi ninatoka ndani ya Chama cha Mapinduzi, pana wigo mpana zaidi wa watu ambao watafanya maamuzi dhidi yetu. Sasa tukauze sera, tukauze uzoefu wetu, lakini tukauze kwa watu malengo na dhamira njema tulizonazo katika kuongoza jamii zetu. Tukisimama katika hilo, tutapita salama katika uchaguzi. Lakini jambo jingine, uzalendo kwa nchi yetu. Nchi yetu inapita katika misukosuko, inapita katika maneno mengi. Na Watanzania tuendelee kuwa na imani na vyombo vyetu na tusihitimishe mapema. Nchi yetu ni nzuri. Wapo watu wana dhamira mbaya na nchi yetu, na wengine wako nje ya Tanzania na wengine wako ndani ya Tanzania, ambao wanaamini tukiwagombanisha Watanzania tutafanikiwa kutimiza malengo yetu. Kwa hiyo Tanzania tupendane, tuamini vyombo vyetu na tutoe mawazo yetu, na naamini vyombo vitasikiliza na serikali itasikia. Tutapiga hatua nzuri zaidi ya tulizonazo sasa.
nchi yetu miradi mingi mikubwa imefanyika na maendeleo ya watu mmoja mmoja na ujumla yanaendelea kuimarika. Kwa hiyo bado tunayo nchi nzuri zaidi kuliko nchi yoyote kwa Afrika. Tuendelee kuilinda nchi yetu na kuipenda. Asante kwa wewe ambaye umeifuatilia One on One ya Wasafi TV. Mimi ni Charles William. Shukrani za kipekee pia zimwendee mtaalamu wa suti, yupo pale mitaa ya Sinza, anaitwa Kasim Best. Ukienda Instagram andika KCM Best, utaona akaunti yake, ndio ambaye amenivalisha kaunda suti kama hii, lakini pia anaweza kushona nguo zingine za aina nyingi, na unaweza kumcheki Instagram alafu ukaangalia ni kipi ambacho unaweza kupata kutoka kwake. Lakini pia nishukuru timu yangu yote ya uzalishaji chini ya kiongozi wake Nasa, lakini pia asante kwa Chuma Constantino kwenye upande wa kamera. Shukrani pia kwa Salum Maganga, Baba Nahia. Asante pia kwa Romi 255 pamoja na Jacob kwenye upande wa sauti. Shukrani kwa kila ambaye amekuwepo kwa saa moja akitazama One on One. Mpaka wakati mwingine tena ni kushukuru. Hii ni Wasafi TV. Africa is watching. One on One with Charles William.